Ifahamu nchi ya Qatar, nchi ambayo inamiliki rasilimali zake kwa 100%. Wanasema ni nchi ya mfalme na mwanawe, hawapotezi muda kwenye malumbano ya siasa. Qatar ilipata uhuru mwaka 1971 kutoka kwa Uingereza. Ni nchi inayoongozwa na mfalme, na kumbe mambo yasipoenda hata mfalme hutumbuliwa. Alianza Ahmad Al Thani baada ya uhuru, na mwaka 1972 alipinduliwa na mjomba wake Khalifa Al Thani. Huyu alipinduliwa na mwanawe Prince Hamad Al Thani mnamo mwaka 1995. Prince Hamad aliachia madaraka kwa Tamim Hamad Al Thani mnamo mwaka 2013. Ukoo huo wa Al Thani hauruhusu ukoo mwingine kuchukua madaraka, na hakuna chama cha siasa hata kimoja. Unaambiwa baraza la mawaziri huchaguliwa na kutumbuliwa wakati wowote mfalme akiamua. Uchumi wa Qatar unategemea mafuta. Kampuni ya serikali ya Qatar Petroleum QP inasimamia utafiti, uchimbaji na usafirishaji na kuhifadhi mafuta, huku mwenyekiti wa kampuni hiyo pia ni waziri wa nishati na viwanda. Mafuta na gesi vinatoa 60% ya kipato cha Qatar. Maisha ya Wakatari yanategemea kipato cha mafuta ya Qatar. Serikali inaweza kuwapa Wakatari huduma za maji, afya mpaka nyumba bila malipo. Elimu ni bure. Wanafunzi wanapata chakula shuleni, wanasafiri bure, hata nguo banawe wanapewa bila malipo. Vilevile serikali inalipia wanafunzi wasomao nje ya nchi. Raia wanapewa mikopo nafuu ya biashara na kununua nyumba. Unaambiwa wengi wa Qatar ni wamiliki wa nyumba za biashara. Mqatar akiwa hana kazi analipwa mshahara wa kujikimu kila mwezi, wataalam wanaita unemployment benefit. Na unaambiwa zoezi hilo linawawezesha Wakatari kuachia wageni kazi nyingi, huku wenyewe wakiwa wanashikilia nyadhifa muhimu hasa kwenye kazi za serikali. Waafrika hasa kutoka Misri, wa Asia, wazungu ni katika orodha kubwa ya wafanyakazi wa kigeni nchini humo. Na unaambiwa Wakenya wanajiona tamu sana pale Doha Airport, eti kama vile wako Nairobi. Waajiri ni wakali kwenye mikataba na kubana wafanyakazi, hasa kwenye masuala ya kubadilisha kazi. Utaifishaji wa mafuta ulifanywa kwa awamu. Mafuta yaligunduliwa kwenye miaka ya 1950, huku mwanzoni mafuta yakimilikiwa na kampuni ya British Petroleum na huku baadhi ya makampuni ya Iran. Wakati huo serikali ilikuwa ikimiliki 25%, huku hisa zikiongezeka kidogo kidogo kila mwaka. Na kufikia mnamo mwaka 1975 serikali ilikwisha vunja mikataba ya awali kwa staili ile ya Acacia. Na kuanzia mwaka 1976 kampuni ya Qatar Petroleum ilikuwa ikimiliki mafuta ya Qatar kwa 100%. Unaambiwa sambamba na utaifishaji huo, vituo vya kuuzia mafuta, teksi, mabasi na treni, vyote hivyo vinamilikiwa na serikali kwa 100%. Unaambiwa Uber na teksi bubu zipo, lakini ni marufuku kufika maeneo muhimu kama uwanja wa ndege. Utalipenda jengo la makao makuu ya kampuni ya QP. Unaambiwa ni mnara mrefu sana wa blue uliopanda New York. Chini kuna kama tufe kubwa lenye maandishi ya Qatar Petroleum. Na unaambiwa juu ya ghorofa hilo kuna kibaraza kinachozunguka usiku, huku kikiwa na maandishi ya blue yaliyosomeka Qatar Petroleum. Na hii ikiwa ni uthibitisho tosha kuwa kinachoendelea ndani ya jengo hilo ni mafuta ya Qatar pekee. Shirika la ndege la Qatar pia linamilikiwa na serikali. Lina ndege kubwa za aina ya Boeing pamoja na Airbus zaidi ya 320. Ni ndege mpya na za kisasa. Nyingine zina uwezo wa kuweka na kuondoa kivuli kwenye madirisha. Qatar hawana vivutio vingi vya utalii, lakini ndege hizi hubeba watalii wengi waendao Afrika Mashariki. Hao mabwana wanajaza ndege ya watalii kutoka Doha mpaka Kilimanjaro, halafu wanawarudisha kutoka Kilimanjaro kwenda Doha kwa kupitia Dar es Salaam. ATCL wajipange vizuri na mtihani huu. Vilevile unaambiwa huduma za shirika hili ni nzuri sana. Achana na mashirika ya ndege za wazungu wanabania vyakula. Qatar Airways wanakupa mpaka aina fulani hivi ya chapati. Mipango miji ya Qatar ni ya kukata na shoka. Si Ulaya si Marekani wanawafikia. Waarabu hawa wana taa za barabarani zenye mwanga na maua kwenye mlingoti mzima wa taa.
hakuna mashimo barabarani, na wana magari ya kifahari mno, na unaambiwa sio city kama Tanga ni metropole, na unaambiwa wana masoko na maduka ya kisasa likiwemo lile wanaloita Villaggio. Juu ya soko hili wamechora rangi ya mawingu inayofanya mtu akiwa ndani aone kama anatembea nje. Mjengo wa aina hii hupatikana sehemu chache duniani ikiwemo Las Vegas, Johannesburg pamoja na Macau. Mahoteli yao naambiwa bwana we ni ya kimataifa na ya hadhi ya juu. Uwanja wa ndege wa Doha ni mkubwa kwelikweli na ni mmoja wa viwanja vya ndege bora zaidi duniani. Unavutia na ni wa kisasa. Umbali wa kutokea terminal mpaka kwenye ndege kuna mama wa kizungu aliuliza kama safari ni ya basi au ndege. Unaambiwa Boeing 5 au 6 za Qatar zinaweza kujipanga mstari eti kwa pamoja zikisubiri zamu ya kuruka. Inawezekana ni uchache wa ardhi, lakini uwanja huu umejengwa kwa kufukia mchanga baharini. Hali ya hewa si nzuri kama Tanzania. Wa Qatar wako jangwani bwana we. Joto la nyuzi 108 na 44 Celsius ni kawaida kabisa wakati wa majira ya joto. Na unaambiwa ukitaka upate uhalisia wake ingiza kichwa kwenye oven. Hapa ndio utaelewa nini namaanisha. Lakini wanalimudu joto hili kwa mifumo mizuri ya kupoza hewa. Nyumba zao bwana we, hata kwenye masoko kuna mizizimo ya viyoyozi usawa wa winter kali. Kilimo kimewatupa mkono kutokana na kuwa jangwani. Lakini mabwana hawa wana mashamba machache ya ngano na tende. Lakini hakuna wanachokosa. Ukitaka kujua tofauti ya nyama za plastiki za McDonald's na nyama za ukweli, basi agizia mpunga na nyama Doha. Halafu kakae bichi ule biriani yao hawa jamaa. Unaambiwa wenyeji ni Waislamu na mavazi ya Kiislamu yametawala barabarani. Misikiti huanza kuadhini saa 9 za usiku. Hawana Uislamu ule wa kushikana mashati. Wageni wanachotakiwa ni kuzingatia tu sheria za misingi za nchi. Unaambiwa kwenye ndege zao na maduka yao, hasa yale ya uwanja wa ndege, wanauza pombe, tena zile pombe kali. Hata hivyo, ndani ya ndege zao una chaguo la kusikiliza Qur'ani badala ya kuangalia movie au vipindi vya television. Vibaka barabarani hakuna, wala mtu hui na hofu ya kutapeliwa bwana we. Unaambiwa majahazi ya kizamani yale ni vivutio vikubwa baharini. Usiku yanawaka mataa na kutembeza watalii baharini kwa malipo. Muziki mororo ndani ya majahazi. Na unaambiwa kukiwa na DJ wa Kikenya atapiga sana nyimbo za Afrika Mashariki, hasa Tanzania. Hao mabwana wana mafuta na jangwa tu. Na utashangaa kweli kweli kwa sababu hawana mlima Kilimanjaro, hawana Serengeti, hawana Ngorongoro bwana hawa, hawana Olduvai Gorge, hawana Tanzanite, hawana dhahabu mabwana hawa, hawana almasi, hawana mito, hawana maziwa na mabonde, hawana mvua za uhakika hata kidogo, hawana kahawa wala korosho, yani hawana kitu chochote tuseme hivyo. Lakini wanajaza watalii, na ukikumbuka mwaka 2022 waliweza kuwa wenyeji wa World Cup, tena kwa ufanisi mkubwa kwelikweli. Na pengine walianza maendeleo yao zamani sana. La hasha, Qatar ni nchi changa kuliko nchi nyingi za Afrika. Ilipata uhuru mwaka 1971. Picha za Doha ya 1970 na picha ya Doha ya leo, tofauti yake. Leo hii ifahamu nchi ya Qatar, nchi ambayo inamiliki rasilimali zake kwa 100%. Wanasema ni nchi ya mfalme na mwanawe. Hawapotezi muda kwenye malumbano ya siasa. Qatar ilipata uhuru mwaka 1971 kutoka kwa Uingereza. Ni nchi inayoongozwa na mfalme. Na kumbe mambo yasipoenda hata mfalme hutumbuliwa. Alianza Ahmad Al Thani baada ya uhuru, na mwaka 1972 alipinduliwa na mjomba wake Khalifa Al Thani. Huyu alipinduliwa na mwanawe Prince Hamad Al Thani mnamo mwaka 1995. Prince Hamad aliachia madaraka kwa Tamim Hamad Al Thani mnamo mwaka 2013. Ukoo huo wa Al Thani hauruhusu ukoo mwingine kuchukua madaraka, na hakuna chama cha siasa hata kimoja. Unaambiwa baraza la mawaziri huchaguliwa na kutumbuliwa wakati wowote mfalme akiamua. Uchumi wa Qatar unategemea mafuta. Kampuni ya serikali ya Qatar Petroleum QP inasimamia utafiti, uchimbaji na usafirishaji na kuhifadhi mafuta. Huku mwenyekiti wa kampuni hiyo pia ni waziri wa nishati na viwanda.
Mafuta na gesi vinatoa asilimia 60 ya kipato cha Qatar. Maisha ya Wakatari yanategemea kipato cha mafuta ya Qatar. Serikali inaweza kuwapa Wakatari huduma za maji, afya mpaka nyumba bila malipo. Elimu ni bure. Wanafunzi wanapata chakula shuleni, wanasafiri bure, hata nguo banawe wanapewa bila malipo. Vilevile serikali inalipia wanafunzi wasomao nje ya nchi. Raia wanapewa mikopo nafuu ya biashara na kununua nyumba. Unaambiwa wengi wa Qatar ni wamiliki wa nyumba za biashara. Mqatar akiwa hana kazi analipwa mshahara wa kujikimu kila mwezi, wataalam wanaita unemployment benefit, na unaambiwa zoezi hilo linawawezesha Wakatari kuachia wageni kazi nyingi, huku wenyewe wakiwa wanashikilia nyadhifa muhimu hasa kwenye kazi za serikali. Waafrika hasa kutoka Misri, wa Asia, wazungu ni katika orodha kubwa ya wafanyakazi wa kigeni nchini humo. Na unaambiwa Wakenya wanajiona tamu sana pale Doha Airport, eti kama vile wako Nairobi. Waajiri ni wakali kwenye mikataba na kubana wafanyakazi, hasa kwenye masuala ya kubadilisha kazi. Utaifishaji wa mafuta ulifanywa kwa awamu. Mafuta yaligunduliwa kwenye miaka ya 1950, huku mwanzoni mafuta yakimilikiwa na kampuni ya British Petroleum na huku baadhi ya makampuni ya Iran. Wakati huo serikali ilikuwa ikimiliki asilimia 25, huku hisa zikiongezeka kidogo kidogo kila mwaka. Na kufikia mnamo mwaka 1975 serikali ilikwisha vunja mikataba ya awali kwa staili ile ya Acacia. Na kuanzia mwaka 1976 kampuni ya Qatar Petroleum ilikuwa ikimiliki mafuta ya Qatar kwa asilimia 100. Unaambiwa sambamba na utaifishaji huo, vituo vya kuuzia mafuta, teksi, mabasi na treni, vyote hivyo vinamilikiwa na serikali kwa asilimia 100. Unaambiwa Uber na teksi bubu zipo, lakini ni marufuku kufika maeneo muhimu kama uwanja wa ndege. Utalipenda jengo la makao makuu ya kampuni ya QP. Unaambiwa ni mnara mrefu sana wa bluu uliopanda New York. Chini kuna kama tufe kubwa lenye maandishi ya Qatar Petroleum. Na unaambiwa juu ya ghorofa hilo kuna kibaraza kinachozunguka usiku, huku kikiwa na maandishi ya bluu yaliyosomeka Qatar Petroleum. Na hii ikiwa ni uthibitisho tosha kuwa kinachoendelea ndani ya jengo hilo ni mafuta ya Qatar pekee. Shirika la ndege la Qatar pia linamilikiwa na serikali. Lina ndege kubwa za aina ya Boeing pamoja na Airbus zaidi ya 320. Ni ndege mpya na za kisasa. Nyingine zina uwezo wa kuweka na kuondoa kivuli kwenye madirisha. Qatar